Majina anaitwa kocha Yahya Yusuf Slim, mwalimu wa mpira na diploma B ya CAF ambayo nilichukua hapa Zanzibar msimu wa 2023 kupitia kwa mwalimu wangu Oscar Mirambo. Mwalimu wa timu ya CBM United. Changamoto la soka la Zanzibar haswa ipo katika kupitia viwanja, na viwanja inakuwa wachezaji wanachezeshwa katika mazingira magumu, mechi za saa 8, nyasi bandia, mazingira magumu. Hatupati mechi za saa 10 katika pengine mechi 15 za mzunguko wa mwanzo, utacheza mechi 5, zilizobakia zote utacheza saa 8. Kwa hiyo inakuwa changamoto kupita kwa upande fulani kwa wachezaji, kwa sababu huwezi kuona kiwango cha mchezaji na huwezi kuona performance ya mchezaji kikua kwa sababu kupitia viwanja. Changamoto nyingine ile kuwepo, waamuzi wetu si rafiki. Kwa hiyo waamuzi wetu wapo kwa timu fulani, mfano naona kwa timu fulani, mfano kuna timu ambayo kimpa pesa yeye ndio timu ya kuisaidia, wakati hatendi haki. Changamoto nyingine ile kuwepo sana inakuwa katika masuala ya uongozi katika usimamizi sana wa wachezaji, administration na kwa usimamizi wa wachezaji. Uongozi na kwa si uongozi hapo katika nyanja zao za uongozi, kwa sababu wewe mwalimu utumie nguvu za kumleta mchezaji wa kuongea na mchezaji. Mwalimu utatumia nguvu za kuja kuandaa session training hapa, kuja kufahamisha mazoezini. Mwalimu huyo umtafute mchezaji alipo aje mazoezini, ambao kazi zile zote zinatakiwa afanye kiongozi. Abi wewe unafanya yeye mwalimu. Ile ndo changamoto ya soka la Zanzibar lililokuwepo. Alafu ndio nyingine pesa inakuwa sana Zanzibar inakuwa kidogo changamoto sana katika kifedha, inakuwa hasa walimu na wachezaji pia, na timu pia hazina vyanzo vya kutilia mapato. Mfano kama upate chanzo cha kutilia hii timu yangu napata mapato kupitia hapa, hiyo kitu hamna. Na udhamini inakuwa udhamini mbovu sababu udhamini hamna pia. Tungekuwa na udhamini ambao ulikuwa sahihi, tungekuwa tunapata kidogo, timu zinapata angalau kufutia jasho, lakini hatuna mdhamini. Kwa hiyo viongozi pia wanapata tabu kupitia hilo. Kwa hiyo changamoto nyingi zipo kupitia soka letu Zanzibar, nyingi sana. Ukienda pale Mau ukiangalia ambapo mechi zinachezea, wakati mwingine ndio shamba kucheza mechi, viwanja pia si rafiki vya shamba. Utakuta kiwanja kigumu, mchezaji anacheza mechi na kiwanja kigumu, akitoka hapo injury anapata sababu kiwanja kigumu, enko zinamsumbua pengine ama goti, kwa sababu viwanja vinakuwa vigumu na njumu zinakuwa zipo kali sana. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi sana kutoka kupitia soka letu la Zanzibar. Hilo ndo hizo za chache tu, lakini zipo changamoto nyingi sana ambazo zinatuathiri sisi soka letu la Zanzibar. Hasa hapa Unguja na Kisiwani Pemba. Kisiwani Pemba ndio kumezidi tofauti na hapa Zanzibar. Sisi kidogo afadhali, lakini Kisiwani Pemba kule kwa wenzetu wao soka lao lipo duni sana, hasa kupitia mchezaji. Sometime utamkuta ukienda kule kufundisha saa 11 ndio anakuja mazoezini, anatoka kufanya kazi zake anakuja mazoezini. Na sisi hapa changamoto nyingine Zanzibar ilikuwepo za Unguja hapa katika ligi ya kwanza kanda hapa Unguja, ama soka letu hapa la Unguja, organization ya mazoezi mfano sisi walimu hatuipati kwa sababu tumesema administration mbovu ya viongozi. Kwa sababu viongozi wetu, wewe mwalimu unaandaa session yako plani mazoezini hapo, unaandaa kiwanja chako na engage kiwanja chako, unategemea hapa mchezaji wangu 25. Asa 25 ambao unategemea, unaandaa session yako plani, unaengage kiwanja chako, lakini wanakuja siji 18 kwanza. Wachezaji 7 wanakuwa na miss. Kwa hiyo wanakuja baadaye.
Kwa hiyo sisi walimu tunapata changamoto hiyo, changamoto kubwa sana tunapata hiyo kuandaa mazoezi yetu pia. Kikubwa zaidi soka la Zanzibar limeshuka kutokana pale narudia tena kifedha. Sababu fedha ndo kila kitu katika kuendesha mpira wetu wa Zanzibar. Lakini timu yetu sisi tunaangalia timu zetu zote hizo hazina wadhamini. Kwa udhamini ndio unatupelekea sisi ili soka la Zanzibar likue. Udhamini unapelekea vijana wetu ili wapate ajira. Lakini ukiangalia soka la Zanzibar sasa hivi wadhamini hatuna. Kwa hiyo lazima soka la Zanzibar litashuka sababu wadhamini hamna na hakuna ile kusema timu inaingiza kipato fulani itapata nini. Kwa hiyo timu nyingi zinakuwa zinakufa kwa sababu inakuwa hamna chanzo cha pesa cha kupata. Kwa sababu ukiangalia viongozi anatoa pesa yake mfukoni. Kwa hiyo akifilisika yeye na timu pia imefilisika. Kuna timu nyingi tu hapa timu za mtu pengine akifa yeye pengine na akifilisika timu zote zinakuwa tayari cha kufa. Sasa kupelekea timu ya soka letu Zanzibar lishuke kiasi fulani. Kwa sababu mfano kama tuangalia timu kama Black Sail ambayo nakwambia inaongoza ligi, timu ya mtu. Kwa hiyo akifa mtu fulani timu pia imekufa. Au akifilisika mtu fulani kwa hiyo timu imekufa. Kama kuangalia Kikwajuni Malindi ambazo zilikuwa zinapelekwa na Noshadi Raza kipindi hicho cha nyuma. Lakini wote hao hawapo sasa hivi. Na wote walifilisika kwa maana timu zikaanguka kiuchumi na timu zingine zikafa kabisa. Kwa sababu ilikuwa haipo ile udhamini. Timu za kuwepo zamani zilikuwa ambazo zilikuwa zinaleta ushindani katika soka letu la Tanzania bara mpaka Zanzibar, ambao timu ya Kikwajuni ambayo ilikuwepo ilikuwa inaleta ushindani, Malindi kipindi hicho inaleta ushindani, lakini sasa hivi timu ambazo zote hazipo sasa hivi zimeondoka kwa sababu kutokana hamna usimamizi mzuri na vile vile inakuwa hamna vile muendelezo mzuri wa zile timu. Tungekuwa tuna usimamizi mzuri na muendelezo mzuri wa zile timu na imani mpaka leo zingekuwepo na soka letu la Zanzibar lingekuwa viko vizuri. Na vile vile ilikuwa kuna ligi za muungano zimeanzishwa ligi ya muungano ambazo zinashirikisha timu za Tanganyika na Zanzibar huku. Kwa hiyo tunacheza ligi ya muungano ambazo ligi za muungano zilikufa. Zileta chachu nzuri sana ya soka letu. Ligi za muungano tulikuwa tunaenda kuangalia mechi hapo Amani ama zinachezwa mechi tunaziona zilikuwa ushindani na kuwepo polisi alikuwa anaingia kipindi hicho na kina Mlandege unaingia unaangalia wanakuwepo wanacheza soka la ligi ya muungano. Zipo timu kama kina Malindi wanacheza ligi za muungano, kina KMKM ambazo hizo timu zilikuwa zinavutia. Hata timu za Tanzania bara zikija Simba na Yanga huko zinakuja zinapata ugumu kidogo kupitia timu hizo. Na zamani walikuwa wachezaji wapo wazuri kutokana na walikuwa wanajitunza. Sasa hivi vijana sasa hivi hajitunzi kupitia kisoka sana tofauti na zamani. Sasa hivi mchezaji utamkuta anacheza mpira mara 3 kwa siku. Kwanza asubuhi mfano atacheza tena jioni, jioni atacheza usiku pia kuna mechi za usiku za ndondo za kucheza. Kwa hiyo wachezaji pia hajitunzi. Kwa hiyo wachezaji hawajitunzi, kwa hiyo soka pia linakuwa la dumaa kwa sababu yeye mwenyewe mchezaji anakuwa anajidumaza kiakili na kimwili pia anajidumaza. Unaona? Kwa hiyo ndio maana tumekuwa soka letu sisi limeshuka sasa hivi kupita hivyo. Zamani walikuwa wachezaji wanajitunza. Ukimwangalia mchezaji hatumii kwanza mambo ya uraibu. Unaona? Ambao sasa hivi mtu akivuta bangi anaonekana mchezaji mzuri, lakini zamani ilikuwa hamna. Kwa hiyo ukienda pale unaangalia kina Kirara kipindi hicho kuna wachezaji wa zamani hao walikuwa wanaonyesha kitu fulani, walikuwa wanajitunza na wanacheza mpira mzuri tu wa kuvutia, lakini sasa hivi wachezaji hajitunzi. Nini ushauri wako hasa kwa sasa ili soka la Zanzibar lifanywe mabadiliko makubwa, lifanywe mapinduzi makubwa? Ushauri wangu mkubwa kwa mimi, kwanza tupate mdhamini. Jambo la mwanzo kupata mdhamini. Tukipata mdhamini, at least vijana wetu kwa mwezi wao wanapata at least ile posho tu ya kila mwezi, ili na yeye mjua bina naenda kazini kufanya kazi. Jingine tuwe na timu zetu hizi tuwe na vitega uchumi sana, ili tuweze kukuza vipato vya timu na vile vile waweza kuwahandle wachezaji ili viwango vyao vikue. Kwa sababu tukiangalia wachezaji wetu wengi sana wanakufa viwango vyao hasa huko Zanzibar huko. Utakuwa mchezaji kuna madaraja huko chini, kuna soka la vijana huko, kuna Juvenile, Junior, Central ambao ile soka la vijana. Kuna kuna chini ya miaka 13
chini ya miaka 15 na miaka 20. Kwa hiyo juvenile chini ya miaka 13, juvenile junior miaka 15, central miaka 20. Kwa hiyo huku ukienda chini kuna soka, kuna vipaji vingi sana vinachezwa. Mchezaji anacheza kwa, utaenda pale unaburudisha vijana. Lakini ukimchukua miaka 5 mchezaji huyu ambao kiwango chake kizuri, kwa miaka 5 tu atasimamisha za mpira sana. Sasa hivi napumzika na tafuta maisha, kwa sababu unakuwa hamna vile muendelezo mzuri wa vile wale vijana wale.